ni free touch kabisa, ili kwamba ni moja kwa moja, ile ni red card, haikuwa kabisa na mapingamizi yoyote. Tuzungumzie maamuzi yale ya mwamuzi. Mimi nikiangalia maamuzi ya mwamuzi aliyoyafanya kwenye tukio la Vitalis Mayanga dhidi ya Anthony Mligo, yale maamuzi ya straight red card, mimi nayaona kwamba yalikuwa ni maamuzi sahihi na ilistahili kuwa red card. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazingira ambayo huwa yanatafsiriwa kwenye kutoa red card. Kuna ya kwanza wanazungumzia nia, yani kwenye tukio kulikuwa na nia gani ambayo iliweza kutokea mpaka kuweza kutoa hilo kosa. Lakini eneo la pili unaangalia nafasi au mwendo wa mkono husika kwenye kufanya kiwiko. Nafasi yako wewe baina ya wewe ambaye ulikuwa mbele ya mpira na ambaye alikuwa anawania mpira. Distance yenu ilikuwa distance ya aina gani? Hiyo pia inaweza kuamua kwamba hilo ni kosa au sio kosa. Lakini pia eneo lingine ambalo unaweza ukaliangalia ni eneo ambalo wanasema kwamba nguvu iliyotumika kwenye kufanya kosa. Ulitumia nguvu kiasi gani? Jambo, karibu sana mwana michezo popote pale ulipo. Kama kawaida tuko hapa kwa kusogezea burudani ya soka, burudani yenyewe kabisa, na tunakwambia endelea kuwa nasi na kusalia nasi. Kama bado huja subscribe ili mradi kuweza kupata taarifa nyingi, basi tunakwambia tubonyeza hapo alama ya kengele ili mradi kuweza kuwa mwanafamilia wetu. Sisi comment zako tunavita nazo kama kawaida. Jina langu ni Tuni Diomari, wengine wanapenda kuniita Mrs. Tako, lakini niko naye hapa mchambuzi wa masuala ya kimichezo anaitwa Steven Mapunda. Steven, habari yako? Mimi niko njema. Poa kabisa. Niko sawa bin sawia. Mambo yanatembea? Mambo yanasonga, namshukuru Mungu, silalamiki. Ulalamiki. Yeah. Kauli ya silalamiki watu wengi sana wako nayo. Toka Young Africans waweze kusuluhu katika mchezo ule wa kimataifa, wakaja na kauli yao ya hatulalamiki. Naona umekuja nayo kiaina. Hiyo mimi ni kama muasisi tu ambaye naitumia muda mrefu sana hiyo. Kwamba hulalamiki. Hiyo mluguru mmoja anaitwa Cisco J. Huyo bwana huyo hata kama hana nauli, anakuambia mimi silalamiki. Wakati unalalamika huna nauli, kuna mwingine analalamika hata miguu ya kutembelea hana. Okay, hiyo ni kweli kabisa. Bwana, tuko na mengi kulikule kuzungumza. Huyo ni Steven. Leo tutakuja kugusia kikubwa hasa yale ambayo yameweza kujiri katika mpira, katika mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City. Matukio tatu tutakuja kuangazia timu kwa ujumla, lakini pia benchi la ufundi, lakini tutakuja kuangazia ile kadi nyekundu ambayo imeweza kusababisha Simba Sports Club kuwa imara zaidi na kuweza kuwafanya waondoke na ushindi wa 3-0. Huko viwango vya baadhi ya wachezaji kuonekana viko juu kweli. Kuna kijana mmoja sasa hivi wenyewe anakuambia Simba tuna star boy wetu. Tutakuja kumgusia naye pia huyo Mohamed Bajabiri kwa ukubwa wake. Bwana Steven, tuanze moja kwa moja. Tuangazie kwanza tafsiri ya mchezo jinsi ulivyokuwa. Simba dhidi ya Mbeya City kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, kabla hata hatujaingizia tukio la dakika ya 23 ya 23. Kwa ujumla wake ni mechi ambayo ilikuwa imekaa katika upande mmoja. Kwa maana ya kwamba Mbeya City alikuwa amekubali kuwa timu ya pili, lakini hakuwa na madhara yoyote kwa upande wa Simba Sports Club. Na pia nafikiri kutokuwa makini kwa safu ya ushambuliaji wa Simba ndio maana imeweza kuwapa ufinyo wa mabao. Walitakiwa washinde magoli zaidi ya 3 ambao wameweza kuyafunga. Wamepoteza nafasi nyingi sana. Yani ukianza kuhesabu Eli Mpanzu, Jonathan Soa, ukija hata kwa Abraham Morris mwenyewe ambaye amefunga, unaona nafasi nyingi sana ambazo wameweza kuzipoteza. Ukija kumwangalia kwa Mutale pia naye Dese Mutale naye pia zilitengenezwa nafasi nyingi, lakini matokeo yamekuwa kabisa. Kwa hiyo unaona kwamba ni nafasi nyingi sana ambazo zilikuwa zimetengenezwa. Kama wangekuwa makini basi wangeweza kupata magoli zaidi yale ambao wameweza kuyapata. Hiyo ndo kitu ambacho nimeweza kukiona kwa haraka. Lakini pia ukija kuangalia ni kwamba Mbeya City kwa sasa wanatakiwa waweze kujipanga vizuri. Kwa sababu wameshacheza huu mchezo, ni mchezo wa 10. Katika michezo 10 wameshinda michezo 2 pekee. Michezo 2 wametoa sare. Michezo 2 wametoa sare, alafu michezo 6 wamefungwa. Alafu michezo 2 wameshinda. Kwa hiyo ina maana kwamba katika michezo 10 waliocheza wameweza kukusanya alama 8. Na watu ambao walikuwa wanawategemea kwamba kuonyesha upinzani mkubwa sana baada ya kurejea ligi kuu, kwa sababu walikuwa wameshuka daraja kwa misimu takriban 3 hatukuwaona ligi kuu. Baadaye wanarudi ligi kuu,
Watu wanatamani kuonyesha kile ambacho wamekimisi, lakini pia wakiwa championship walikuwa wanashiriki pia kombe la CRDB Federation. Ndio. Hao walimtoa mwana finali ambaye alicheza finali kabla ya Yanga kucheza finali msimu uliomalizika, Azam FC. Wao walimtoa na kuweza kumfanya Azam FC asiende hatua ya robo finali. Lakini mwisho wa siku kilichokuja kutokea ni kwamba hawajakuwa na weledi mkubwa katika kuyaendea mambo, hususan katika mbio za ligi kuu. Wajifunze kwa wana Mbeya wenzao wajifunze kwa wana Mbeya wenzao ambao ni Ken Gold. Kilichowakuta, walikuja na nguvu yao ile ya kutoka championship wakiamini kwamba sisi tunaiweza ligi kuu, afu mwisho wa siku ligi kuu ni ligi kuu, championship ni championship. Kwa hiyo ndo ambalo naweza nikasema kwa haraka. Sawa, tuangazie sasa zile tafsiri za waamuzi, lakini kabla hatujaendelea kule, kwa sababu tukinyamia tafsiri ya waamuzi moja kwa moja tutakuja kuigusia ile red card ambayo imeweza kutoka katika pande mzima wa Mbeya City. Natamani tuoja kuanzia na uimara wa mabeki, uimara na udhaifu wao. Tuangazie katika upande wa Simba, walikuwa wanafikika pia. Mbeya City walikuwa wanafikia Simba, lakini ndio ile kutengeneza nafasi za kuweza kuamua ilikuwa ni ngumu, lakini kwa Simba kuwafikia Mbeya City ilikuwa ni kama jambo la kawaida. Walikuwa wanafikiwa kwa namna nyingi, na ndio maana walikuwa wamezungumzia swala la nafasi kwamba zimetengenezwa nafasi nyingi sana Simba kwenda kwa Mbeya City, lakini magoli yaliyokuja ni machache tofauti na nafasi ambazo wamezitengeneza. Tuangalie ubora na udhaifu sasa wa beki wao. Kwa ubora wa Simba ni kwenye kutengeneza nafasi. Wamekuwa bora sana, nafasi wamezitengeneza za kutosha. Ila udhaifu umekuwa kwenye kuziconvert nafasi kwa mabao. Hiyo ndio imekuwa na udhaifu mkubwa sana. Lakini pia ukiangalia upande wa Mbeya City, sijaona creation yoyote yenye ubunifu ambao walikuwa wanaifanya. Lakini tu utakwenda kuusifu hodari na umahiri waliokuwa nao Beno David Kakolanya, ambaye alionekana kwamba kuwa imara na alisaidia pia kupunguza idadi ya magoli. Kama Kakolanya asingekuwa imara, nafikiri kwamba ongeza kupoteza zaidi ya vile ambavyo wamepoteza. Kwa hiyo yote katika yote unakuja kuona kwamba Simba Sports Club wameweza kutengeneza nafasi nyingi, wameshindwa kuwa wafanisi kwenye kuzimalizia, lakini wamefanikiwa kupata alama 3 na kupata magoli 3 ambao katika mbio zao za ligi kuu hii ni moja na ni nzuri sana. Na wao wameweza kuruhusu goli moja mpaka sasa katika mechi zote 4 ambazo wamezicheza. Wameruhusu goli moja. Kwa katika mechi 4, mechi 3 wameondoka na hati safi. Kwa hiyo bado upande wa defense ya Simba kuna kongole zao nyingi tu za kutosha. Lakini pia upande wa forward line pia kuna kongole nyingi tu za kutosha, kwa sababu ya kwamba idadi ya magoli ambao wameyafunga ukilinganisha na idadi ya mechi ambazo wamezicheza, obviously kwamba wana magoli mengi kuliko mechi walizocheza. Kwa wastani wana uwezo wa kuweza kufunga magoli 2 katika kila mechi ambayo wameweza kucheza. Na kwa alama maana yake kwamba wana wastani wa alama 3 katika kila mchezo ambao wameweza kucheza. Kwa viwango vya ufanisi kwa upande wao ni 100%. Wana viwango vya ufanisi 100% ukimlinganisha na Mbeya City, ambaye Mbeya City inaonekana katika mechi ambazo wamezicheza magoli aliyofunga, lakini na mechi ambazo ameshinda unaona kabisa kwamba huyu yupo katika mstari wa hatari zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri upande wa Simba kwa ujumla wake vitu ambavyo wanatakiwa waweze kuvizingatia kadri wanapokutana na timu ambayo ina intensity kubwa, wakicheza kwa style waliocheza kama Mbeya City inawezekana ikawa gharimu zaidi. Lakini pia ninaamini kwamba kila game ina approach yake. Inawezekana approach ile ilikuwa ni approach kwa sababu ya Mbeya City walivyokuja, na sisi tunakwenda yani mgonjwa anavyokuja tunamwandikia dozi kulingana na aina ya ugonjwa aliokuwa nao. Lakini dozi sawa umeiandika, lakini tunazungumzia hapa sisi tunazungumzia ule ufanisi wa kuweza kucheza mchezo wa husika. Ufanisi ulikuwa unapotea kwa kiwango kikubwa sana. Kuna wakati unakuta Shomari Kapombe anafanya driving hadi katika eneo la mwisho, ending product inakuwa sio nzuri, Mligo kadhalika, au kija kumwangalia Elim Panzu naye vile vile. Kwa hiyo unakuja kuona kama ukutana na timu ambayo inaweza kutumia makosa yako kuadhibu, basi Simba inawezekana wangeingia kwa approach hiyo, wangekutana na timu ambayo iko makini zaidi, basi inawezekana mambo yangekuwa magumu sana kwa upande wao. Sawa, tuziangazie zile dakika 23 ambazo zilimtosha kabisa Vitalis Mayanga kuweza kuhudumu katika mchezo kati yake yeye na Simba Sports Club, baada tu ya kufanya kosa ambalo liliweza kumfanya mwamuzi achomoe kadi nyekundu na kumuonyeshea baada ya kumfanyia madhambi Anthony Mligo. Tuangazie hizo dakika 23 za mchezaji huyu. Tuangazie maamuzi ya mwamuzi. Wengine wanakuambia sasa pale ndipo ambapo mlianza kubebwa. Wengine
anakuambia hapana, ilikuwa ni free touch kabisa, ili kwamba ni moja kwa moja, ile ni red card, haikuwa kabisa na mapingamizi yoyote. Tuzungumzie maamuzi yale ya mwamuzi. Mimi nikiangalia maamuzi ya mwamuzi aliyoyafanya kwenye tukio la Vitalis Mayanga dhidi ya Anthony Mligo, yale maamuzi ya straight red card, mimi nayaona kwamba yalikuwa ni maamuzi sahihi na ilistahili kuwa red card. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazingira ambayo huwa yanatafsiriwa kwenye kutoa red card. Kuna ya kwanza wanazungumzia nia, yani kwenye tukio kulikuwa na nia gani ambayo iliweza kutokea mpaka kuweza kutoa hilo kosa. Lakini eneo la pili unaangalia nafasi au mwendo wa mkono husika kwenye kufanya kiwiko. Nafasi yako wewe baina ya wewe ambaye ulikuwa mbele ya mpira na ambaye alikuwa anauania mpira. Distance yenu ilikuwa distance ya aina gani? Hiyo pia inaweza kuamua kwamba hilo ni kosa au sio kosa. Lakini pia eneo lingine ambalo unaweza ukaliangalia ni eneo ambalo wanasema kwamba nguvu iliyotumika kwenye kufanya kosa. Ulitumia nguvu kiasi gani? Umeelewa vizuri? Hilo ni eneo la tatu ambalo unaweza ukalitazama ukasema kwamba kwa nani hizi inawezekana ikawa ni sehemu ambayo inaweza ikatoa adhabu. Lakini pia eneo lingine ambalo unaweza ukalitazama ni eneo gani uliweza kufanya madhambi. Ulimfanyia madhambi ya kumpiga kiko katika eneo gani? Eneo la koo, eneo la uso, eneo la tumbo au sehemu za siri. Unaelewa? Pia maeneo hayo pia huwa yanazingatiwa. Umeelewa vizuri? Lakini pia kitu kingine cha tano ni muktadha wa tukio husika. Nikizungumza muktadha inawezekana kama nimezungumzia lugha ngumu sana, lakini kuangalia mazingira ya hilo tukio ambalo lilikuwa linatokea, yalikuwa mazingira ya namna gani? Kwamba mpo kwenye kuuania mpira au upo kwenye kuumiliki mpira, au wewe unatafuta kuumiliki mpira wakati unamtendea kosa na umiliki mpira, au wewe unatenda kosa wakati unaumiliki mpira ambao unamtendea kosa akiwa hana umiliki wa mpira. Umeelewa vizuri? Sasa muktadha pia huwa inatazamwa zaidi. Hiyo ni tano. Lakini ya sita huwa wanaangalia madhara ambayo yanapatikana kwenye tukio husika ambalo umelifanya. Kwamba umempiga kiwiko, amepata madhara gani? Amepasuka, damu imetoka, amevimba, umeelewa vizuri, amechanika mdomo na vitu kama hivyo. Haya ndio mazingira ambayo huwa yanatazamwa kuweza kutoa matukio ya red card. Ingawaje ile eneo la mwisho aliwezi kutafsiriwa moja kwa moja kwamba madhara ndio aje kuleta red card au inakuwa, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akajipigisha vibaya akapata madhara, akapasuka, akavimba na vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye kuangalia tatizo pia hilo pia unalitazama. Kwa hiyo tukiliangalia lile tukio ambalo alikuwa amelifanya Vitalis dhidi ya Anthony Mligo. Ukiangalia urefu wa Mligo anakadiriwa kuwa na urefu wa futi 5. Vitalis ni urefu wa futi 5 kama na inchi 9 hivi, anakwenda kwenye futi 6. Kwa hiyo obviously ukimwangalia Mligo amezidiwa urefu na nani? Na Vitalis. Na ukiangalia katika ile mazingira Mligo Vitalis ndiye alikuwa na umiliki wa ule mpira. Na hata ukija kwenye ile picha ya marejeo ukiangalia unaona yeye akiwa na ule mpira. Umeelewa vizuri? Wakati akiwa na umiliki ule mpira, Vitalis aliuacha mpira umbali wa nusu mita ule mpira. Alafu akaanza kudili na aliyekuwa nyuma yake. Wakati anadili na aliyekuwa nyuma yake, wakati hiyo mikono ikiwa ipo katika eneo ambalo si sahihi, yani sio umbo la uwezi kutembea mikono iko hivi. Umeelewa vizuri? Vitalis wakati anaumiliki ule mpira mikono ilikuwa iko hivi. Sasa ukishaweka hivi maana yake ushatengeneza mazingira hatarishi kwa mpinzani wako ambayo ni nini? Kiwiko. Yaani ukishaweka hivi maana yake kwamba inawezekana hata mtu akaja wewe usifanye hivi, wewe usifanye hivi, lakini mtu kwa sababu ulivyoweka hivi, mtu akaja akajigonga hapa. Umeelewa? Akagonga hapa. Tayari wewe umemhatarishia maisha yake. Yaani sawa sawa kama kuonyesha 6. Inawezekana una umiliki wa mpira au unauania mpira. Lakini kitendo chako cha wewe kunyosha mguu na kuonyesha meno ya miguu ya kiatu chako, kitendo hicho tu. Mtu akaja akagonga kwamba mtu akaja akagonga au asigonge, lakini kitendo cha wewe kuonyesha tayari umehatarisha maisha ya
ya mtu mwingine. Kwa hapo inawezekana ukawa unaweza kuadhibiwa. Kwa hiyo tukiangalia kwa mazingira hili tukio, Vitalis kwa the way alivyotengeneza shape yake na mikono aliyoiweka na urefu aliokuwa nao Mligo, kwa sababu Mligo amezidiwa urefu kidogo na Vitalis. It means kwamba mtu akiwa anatembea, wanatafsiri mtu akiwa anatembea inakuaje? Mikono inakuwa hivi. Akitaka kuruka anafanyaje? Akitaka kuruka atatanua mbawa, ataruka juu. Lakini ule mpira ulikuwa wa kuruka au ulikuwa wa chini? Ulikuwa wa chini. Mikono inaenda hivi kufanya nini? Maana alikuwa anatafuta gadi, kumgadi wa nyuma asije. Sasa na hii inawezekana Mligo naye alitambua hiyo kwamba kwa jinsi alivyofanya, mimi nikiitumia hii advantage basi inaweza ikanisaidia mimi kuweza kupata faida zaidi. Na ndicho ambacho kimeweza kutokea kwa Mligo, akaweza kupatwa na hiyo adha na hatimaye Vitalis akaja akapewa ile red card. Umeelewa vizuri? Kwa mujibu wa maelezo hayo, kwa hizo nafasi 6 zote kuanzia namba 1 mpaka namba 5, mazingira ya kuweza mtu kuadhibiwa, ukiangalia Vitalis vyote hivyo anahusika navyo. Ingawaje kuna mazingira ambayo hayapo, kama hii ya namba 6 kwamba kupata madhara makubwa, labda alivimba au alipasuka, hiyo haikutokea, lakini viashiria vyote vimeonyesha kwamba Vitalis hakuwa katika shape ambayo mwanadamu anatakiwa kuwa nayo, hususan mpira ukiwa katika chini, umiliki wako pia umiliki wako na ukiwa upo chini. Sio, umeelewa vizuri? Na wakati anafanya kosa, mguu wake wa Vitalis haukuwa umekanyaga mpira. It means kwamba yeye alikuwa na ugadi mpira, anamnyima mpinzani asiweze kufikia mpira, lakini mikono yake ilikuwa tayari ishatanua uwezo wake wa kawaida. Yaani umetoka katika shape yake ya kawaida na kutanua na ndio maana refari hakuwa hata na sababu ya kuweza kuuliza mara mbili. Lakini pia tafsiri nyingine ya kuashiria kwamba hili ni kosa, sawa, huwa linakwendaga pia kwa victim, yule ya muathiriko wa kosa. Umeona? Lakini umeelewa vizuri? Ukiangalia sura yake wakati akionyeshwa kadi nyekundu kwa mara ya kwanza, aliadmit kwamba this is a mistake. Ukiangalia sura yake inazungumza, psychology yake inazungumza, kama nimekosea. Facial expression inaonyesha kabisa kwamba na admit kwamba nimefanya kosa. Umeelewa vizuri? Lakini baadaye alikuja kuwaka baada ya kuona sasa unajua mtu ukishapata tukio hivi pop, ukijitafakari kwa sekunde kadhaa unagundua kwamba hii nimeigharimu timu. Sasa anafanyaje? Anaanza kuingia tena kwenye pressure nyingine. Kwanza na blame na nini lakini ukiangalia wanasema kwamba the first expression matter a lot. Umeelewa vizuri? Yaani expression yako ya mwanzo ile ndio inayozungumza zaidi kuliko zile zote. Yes. Kwa hiyo hii nyingine utakuja kuitengeneza baada ya kuiadmit ile ya kwanza. Ndio unakuta ndo drama sasa hivi. Yes. Kwa hiyo ukiangalia katika mazingira kama hayo, ni tukio ambalo lilistahili kuweza kuwa la kadi nyekundu ya moja kwa moja. Miongoni mwa watu ambao walikuwa wameimbwa sana jana, kwa kumalizia, maana waliimbwa watu wengi, lakini Mohamed Jabir alikuwa ameimbwa kitofauti sana. Mwenyewe Ahmed Ali anakuambia sio baja. Hizo ni bajaji hizo. Baja. Yes. Tukiwaangazia wote ambao waliweza kuhusika na kuweza kuisababishia Simba ushindi, tukimwangazia Morris Abraham, tukimwangazia Mpanzu, tukimwangazia Soa, lakini tukirudi kumwangazia Mohamed Jabir, au wengine ni mwataji zile touch zao ambazo zimeweza kusababisha. Tuangazie sasa, tumwangazie yeye kwa upana wake. Wanakuambia ndo star boy kwa sasa hivi, kwamba first touch, first match, first goal. Of course, first game, first touch, first goal. Hiyo ni kweli, lakini ni mapema sana kumzungumzia katika uga wa kimafanikio, kwa sababu amepata nafasi finyu, lakini pia amekuwa katika running position, right running position. Na ndio maana katika ule mpira ambao ulikuwa umepigwa na Dese Mukwala, nafikiri ulikuwa ni mpira ambao aliona kabisa kuna ombwe katika eneo ambalo la katikati. Wakati huo ukiangalia Beno Kakolanya alikuwa ameshasogea upande wa Dese Mukwala. Kwa hiyo ina maana moja kwa moja aliona kwamba huyu nikipiga katikati, kwa vyovyote vile akiwa hata chizi akibutua tu golini linakuwa goli. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo cha kumsifu Bajabei ni kuweza kuwa na running, kuwa na right running na right position, na kuweza kupiga kwa usahihi direct ambayo imekuwa na usahihi mkubwa. Hivyo ndio vitu vya kuweza kumsifu, lakini nikimwangalia bado fitness yake haiko sawa sawa. Kwa hiyo simuoni kuisaidia Simba, hususan katika nyakati ngumu. Ukiona wanakwenda kucheza na Esperance de Tunis, tough game,
tough decision, umeelewa vizuri, na tough destination. Kwa sioni, yani sioni nafasi yake kulisaidia Simba kwa kipindi hiki, sioni. Lakini pia sioni pia nafasi ya yeye kuweza kuisaidia Simba katika mechi ngumu kama unapokwenda kukutana na mtu kama Azam, ambaye Azam amekuja kutoka suruhu dhidi ya nani, ya Singida, anahitaji alama 3 muhimu kwa mtu ambaye ni title contender. Huyu anautazama ubingwa na mimi pia natazama kuwa bingwa. Kwa hiyo ili niweze kuwa bingwa na kisha na mbiti mkubwa. Kwa hiyo sioni nafasi ya Bajabel kuweza kuisaidia Azam, na kuisaidia Simba dhidi ya Azam. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya fitness yake. Fitness yake bado haijakuwa vizuri. Wanakuambia wengine wanakuambia Soa yule ambao walimuonaga sehemu nyingine tofauti, nasema ni tofauti kabisa na Soa huyu ambaye yuko Simba, kwamba wengine wanakuambia kama anacheza kwa kiwango maybe labda kina drop na kupanda, yani sio yule mkali ambao alikuwa amemzoea kutoka kule ambapo alimchukua. Soa nafikiri kama kuna mwana saikolojia ambaye anaweza kuzungumza naye, Soa amwambie kwamba kwa sasa yeye ni mchezaji mpira na ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Aache kutembea na picha ya Yanga. Yaani Soa hiyo sasa hiyo mimi si mtu wa kunyosha. Kwa nini? Soa anacheza Simba lakini akili yake, ushindani wake, yaani muda wote anaona kila kitu anataka kuionyesha Yanga kwamba mlikosea kuniweka katika kikosi chenu. Sasa nawaonyesha kwamba mimi ni mchezaji ambaye nilistahili kucheza kwenu. Sasa hiyo ni mbaya, lakini angecheza kama sehemu tu kwamba ya kutimiza majukumu yake, afu vitu vingine vinakuja automatically. Sasa unakuta kuna maeneo anaweza kuyafanya ambao alistahili kuwa na utulivu zaidi. Na ndio maana unakuta anaongoza kupewa kadi, umeona, kufanya punishment na waamuzi, wakati mwingine kutoka katika mchezo, umeelewa? Kwa sababu gani? Saikolojia yake bado anataka kuimprove Yanga kwamba, umeelewa? Mlikosea nyie, mliona kwa mimi sifai, sasa ngoja niwaonyeshe. Sasa hiyo itakuja kumbiti na itamharibu sana sana. Na ndio maana hata akishinda kwa tuliosoma psychology, the way ukiangalia shangilia yake, facial expression yake, ni kwamba yeye anatuma message tu kwa nani? Kwamba mmeisikia kwa Yanga. Umeelewa vizuri? Sasa hiyo pia itamharibia. Yeye anatakiwa atulie au cheze mpira. Akiwa anacheza kwa intention ya namna hiyo itamgharimu. Na wengi imeweza kuwagharimu. Kuna mtu kama Bernard Morrison. Aliondoka Yanga akaenda Simba. Akahitaji kuionyesha Yanga kwamba mimi naweza, lakini amecheza Yanga amecheza Simba mpaka anaondoka hakuweza kuifunga Yanga. Umeelewa vizuri? Kuna mechi ya finali Simba wanachukua ubingwa wa FA, Morrison alivua hadi nguo kwa kushangilia. Yani kwamba ile tunawakera. Unajua hizo? Sasa mchezaji ukishafikia katika hatua kama hiyo, unakuwa unatoka kwenye weredi. Unaingia katika hali ya kishabiki. Chuki na kishabiki. Kwa hiyo inaweza kumtoa mchezoni. Kwa hiyo Jonathan Soa ni mchezaji mzuri, ni mshambuliaji mzuri, ana umbo zuri, anatishia mabeki, anatishia makipa, lakini tu saikolojia yake anataka aibadilishe kutoka kwenye ushindani kuipeleka kwenye weredi. Hicho tu akifanikiwa hapo, Jonathan Soa is the best player. Bwana, mimi naomba nikushukuru sana Steven kwa sababu tumezungumza mambo mengi kweli kweli kimichezo, na natumai mpenzi wa soka ameweza kufurahi na kuenjoy nayo. Bwana, huyo ndio ambaye alikuwa mchambuzi wangu wa siku ya leo, na ameweza kutia manondo zake kwa ukubwa kuhusiana na mchezo huo wa Simba pamoja na Mbeya City. Humo ndani bwana, kila mmoja amenangwa, lakini kweli utabaki kuwa ukweli. Jonathan Soa kuna kitu cha kujifunza hapo, lakini pia Bajabir pia hatukupi nafasi sasa hivi ya kuweza kukufafanua kwa undani, lakini tutaangalia kitu gani ambacho tuendelea kukifanya uwanjani, alafu sisi tutakuja kukuletea hapa ile ambayo moyo wako unapenda wewe mtazamaji. Nikwambie tu kwamba ulikuwa nami Tony Domari, unapenda kuniita Mrs. Tackling. Nilikuwa naye mchambuzi wa zamu hapo Steven Maponda. Kikubwa ni kukuletea uchambuzi mahiri kweli kweli. Mpaka wakati mwingine, bye bye.